Nataka niwashukuru sana watu wote wa Bukombe, ninyi mlio wema kwa kuja kwa wingi. Si kweli kwamba watu hawana cha kupika nyumbani, hapana. Kila mtu hapa ana uwezo wa kula anavyotaka nyumbani kwake, lakini nimechukua yale maneno yaliyo katika Biblia ya kwamba ni vizuri namna gani ndugu wakikaa kwa pamoja kwa furaha na kwa upendo. Meacha majumba yenu, meacha wengine familia zenu, mejipa muda wa kutosha wa kuja kuungana nasi kuupokea mwaka huu. Mungu awabariki sana sana wana Bukombe, na naomba tujipigie makofi mengi sana. Kwa viongozi wa dini, Mungu awabariki sana kwa dua zenu na sala zenu, na kuifanya wilaya ya Bukombe kubaki kuwa kinara ya wilaya ambayo watu wake wameshikamana na wanapendana, wanaosukuma maendeleo mbele kwa pamoja, wote wenye kiu ya maendeleo, wanaotaka mabadiliko kwenye maisha yao ya mtu mmoja mmoja, walioukataa uvivu na kuchapa kazi. Mwinjilisti Kuoka, labda tu nikupe taarifa, ujumbe wako mzuri, na kwa kweli kwa watu hawa ndio maisha yao. Hii ndio wilaya, watu wake ni wachapa kazi. Wakulima wapo, wafugaji wapo, wachimba madini wapo. Ukienda kila kona ya wilaya hii, ardhi inatifuliwa, madini yanatafutwa ama mazao yanatafutwa. Wavivu sio mahala pake. Hata purutebo kwenye wilaya yetu ya Bukombe zinafunguliwa jioni wakati watu wanaburudika. Nataka niseme leo tumejifunza jambo kubwa, na kwa kweli nilikuwa natamani niwaambie neno la mwaka tunaouendea. Mwinjilisti Kuoka amenifilisi neno moja ambalo twende wote tunalijua, ukiachilia mbali lile tunaloambiana kila wakati. Wana Bukombe, watu wema, tupendane sisi kwa sisi, tuvumiliane. Hakuna malaika miongoni mwenu. Anayekuudhi leo msamehe, mwombee kwa Mungu. Mwaka 2026 uwe mwaka wa baraka kwetu, kwa kila mmoja. Hakuna mahali ambako Mungu anapabariki mahali pa watu wenye migawanyiko. Watu wakikaa kwa pamoja, Mungu anawaheshimu. Hata wakati walipotaka kujenga mnara wa Babeli wamfuate Mungu mbinguni, Mungu mwenyewe akasema, tazama watu hawa ni wamoja na kila walilokusudia watafanikiwa. Mungu akasema, na tushuke haraka tutawanye ndimi zao washindwe kujenga mnara wa Babeli. Maana yake wakagawanyika, wakaacha kufanya kazi kwa pamoja. Sisi tuwe na lugha moja, tuwe na usemi mmoja, na wote kutoka Bugerenga hadi Nambalala tuimbe maendeleo. Kutoka Bukombe hadi Busonzo tuimbe maendeleo. Akitokea mtu aina yoyote anayetaka kuwagawanyeni wana Bukombe kwa sababu ya dini, kwa sababu ya vyama vya siasa, kwa sababu ya maslahi yake mwenyewe, mwambie tupishe, rudi nyuma. Sisi tunataka Bukombe ambayo siku tumetoka duniani watoto wetu wakute Bukombe iliyo bora, iliyoendelea kuliko tuliyoikuta.